Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia ndugu msikilizaji, ninayo furaha kubwa sana ya kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya usiku wa leo. Mtu wa Mungu, kama ambavyo unafahamu, bado tupo ndani ya mwezi wetu wa pili. Na mwezi wetu wa pili, mtu wa Mungu, ni mwezi wa maombi ya kufuta kila maneno ya laana yanayonishikilia na kunifuatilia ili nisimiliki na kutawala. Na mtu wa Mungu, somo lililopita tuliomba kwa habari ya maombi ya kufuta kila maneno ya laana yaliyotamkwa kwenye maisha yako ili kukuzuia usimiliki na kutawala. Kama ukupata nafasi ya kusikiliza somo lililopita, ninaomba nikusisitize uweze kurudi na kusikiliza ili uombe ufute hayo maneno ya laana uliotamkiwa na yanakuzuia usimiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Muda huu, mpendwa msikilizaji, naomba ukaribishe rafiki zako, karibisha ndugu zako, karibisha wapendwa wako na watu wako wa karibu. Waambia ya kwamba maombi yetu yamekwisha kuanza, wajumuike kwa pamoja ili tuweze kuomba na kuona uso wa Mungu ukitusaidia. Tupige na kufuta haya maneno ya laana, mtu wa Mungu, kwenye maisha yetu, yaondoke. Maneno yanayotuzuia tushindwe kumiliki, maneno yanayotuzuia tushindwe kutawala. Mtu wa Mungu, nakwambia tutaomba mpaka hili neno la mwaka huu Mungu alilolikusudia kwenye maisha yetu litimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea mbele, ninaomba nikutangazie tangazo zuri sana, mtu wa Mungu. Kama upo kwenye magrupu yetu, basi utakuwa umeona hili tangazo. Siku ya Jumamosi tarehe 28 ya mwezi huu wa pili ndani ya mwaka huu 2026, mtu wa Mungu, tutakuwa na kongamano kubwa sana, kongamano la maombi. Mtu wa Mungu, haya ni maombi yetu ya kwanza ya kukutana. Kwa hiyo yeyote unayeisikiliza sauti hii, ninakusisitiza, ninakusihi sana usikose. Ni Jumamosi tarehe 28. Mahali, mtu wa Mungu, ni Mbezi Garden Hoteli. Iko pale Mbezi Beach Makonde. Na ibada yetu hii ya maombi, mtu wa Mungu, itaanzia kuanzia saa 7 kamili mchana. Tutaomba mpaka saa 12 jioni. Mtu wa Mungu, kitu ambacho Mungu atatufanyia kwenye kusanyiko hili la maombi hujawahi kuliona. Neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, Yesu siku moja alimchukua Yohana, Petro na Yakobo, akaenda nao mlimani ili kusali. Neno la Mungu linasema wakiwa wanaomba, sura ya uso wake iligeuka. Mavazi ya Yesu, mtu wa Mungu, yalimetameta, yalikuwa meupe. Kwa hiyo ninakuomba siku ya tarehe 28 ya maombi yetu, vitu vingi vinaenda kubadilika kwenye maisha yetu. Usipange kukosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, nikukaribishe. Una lipi la kusema kwa habari ya kongamano letu la maombi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Mimi napenda kumshukuru Mungu sana kwa neema ambayo ametupa. Amen. Amen. Mungu anajua kwa nini anatukusanya. Ilikuwa ni haja yetu tukutanike, lakini Mungu amejua kwa nini anatukusanya. Kwa hiyo unaposikia tangazo hili, hakikisha au kosi. Fika mapema, fika tena hata kabla ya saa 7, kwa sababu watu wataruhusiwa kuingia na kuomba. Fika, kaa kwenye nafasi yako, andika maombi yako, alafu msubiri Mungu uone nini ambacho atafanya kwenye maisha yako. Na kuhakikishia, mtu wa Mungu, mimi nitakuwepo. Uwepo wa Mungu utakuwa mkubwa sana. Lakini pia Mungu ametupa neema. Tutakuwa na Minister Victor Kakoma. Amen. Atakuwa akihudumu kwenye upande wa kusifu na kuabudu. Wale ambao wanamjua Victor Kakoma kutokea kwenye Agape Gospel Band, wanajua jinsi ambavyo akikaa kwenye eneo lake la kumwabudu Mungu, nini ambacho huwa kinatokea. Kwa hiyo nakusihi sana, nyanyua imani yako. Hakikisha unafika pale Mbezi Garden Hotel ambayo iko Makonde, Mbezi Beach. Yani ni
mahali ambapo ni rahisi sana kufika. Usipange kukosa. Amen. Mungu ametuita tukutane na yeye. Amen. Uwepo wa Mungu utakuwa mwingi sana. Uwepo wa Mungu utatufunika sana. Mungu atatuonyesha kwa nini alituita kwenye maombi kwenye nyakati kama hizi. Kwa hiyo nakusii sana mpendwa wa Mungu, unaposikia tangazo hili jiandae vizuri, panga ratiba zako vizuri, weka imani yako moyoni, hakikisha tunakutana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nisisitize kama ambavyo amesema dada Krista, mtu wa Mungu usipange kukosa. Tutakuwa na nafasi ya kuandika maombi, utaandika mahitaji yako, na kama unapitia shida mbalimbali, changamoto sugu zinazokusumbua, tutakuwa na muda wa kuziombea na Mungu atatujibu hapo hapo. Kuna watu wanatoka mikoani, nimepata taarifa baadhi ya watu wanatoka Moshi watakuwepo, kuna watu wanatoka Dodoma watakuwepo, nina mwanangu anatoka Tanga atakuwepo. Wewe ambaye upo mkoani unasema nikienda nitafikia wapi, usisite kutuuliza, kutuomba ushauri. Tutakushauri sehemu za karibu ambazo utakaa, na Jumamosi utafika kwa urahisi. Mtu wa Mungu usipange kukosa. Na mwingine una mgonjwa, unaweza kubeba nguo yake ukaja nayo. Mungu atatufanyia kitu kizuri sana. Mungu ametukusanya ili kuomba. Mtu wa Mungu, palipo na maombi pana Mungu. Palipo na Mungu pana majibu. Amen. Kwa hiyo itakuwa ni siku nzuri sana ya kushangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaomba tuendelee mbele kwenye somo letu la usiku wa leo. Ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu. Muda huu tunauweka wakfu kwa ajili ya neno lako. Ninaomba ukazungumze nasi, ukazungumze na mioyo yetu, ukatusaidie Baba. Tuko kwenye mwezi wa kufuta laana za maneno zilizotushikilia ili tusimiliki na kutawala. Ninaomba Mungu ukatuhudumie. Kila maneno yaliyowafunga watoto wako yakavunjike na tuweze kumiliki ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kwa wewe ambaye unaandika somo, ninaomba uandike somo letu la usiku wa leo ambalo linasema maombi ya kuvunja nguvu ya laana za maneno zinazoshikilia hatua zangu ili nisimiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe ambaye unaandika, naomba uandike kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinachosema maombi ya kuvunja nguvu ya laana za maneno zinazonishikilia hatua zangu ili nisimiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye unatufuatilia, tulisema neno tunalolisimamia ndani ya mwezi mzima linatoka kwenye Isaya 8 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno zuri sana ambalo Isaya nabii alisema. Aliona watu wanafanya shauri pamoja kinyume na maisha yake, kinyume na watu wa Mungu. Alipowaona, Isaya alizungumza hili neno. Alisema hivi: fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Maana yake nini? Alikuwa anatengua vikundi vya maneno vya watu wabaya wanaokusanyana na kutamka maneno ya laana kwa ajili ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama kuna vikundi vya kichawi, kama kuna vikundi vya kiganga, kama kuna vikundi vya watu wabaya walikusanyana na wakatamka neno dhidi ya maisha yako, kinyume cha maisha yako, na kuambia hivi, hayo maneno yatabatilika. Bwana Yesu asifiwe. Na Isaya anasema hivi: semeni neno, lakini halitasimama. Mtu wa Mungu, alitasalia neno juu ya neno baya ulilotamkiwa wewe baada ya maombi haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Isaya alisema kwa ujasiri? Kuna kitu amemalizia, amesema hivi: kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu akiwa upande wetu, mtu wa Mungu, hakuna ambaye atakuwa juu yetu, hakuna ambaye atatuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, tunaposema laana, laana ni maneno mabaya ambayo yametamkwa juu ya hatma za watu na yanazuia hatua za mtu ili ashindwe kuendelea mbele. Mtu wa Mungu, maneno ya laana ni maneno mabaya
yanayoleta uharibifu kwenye maisha ya watu, yanasababisha mauti, yanasababisha migogoro, yanasababisha vifo, yanashika hatua za watu, mtu wa Mungu, na hao watu hawaendelei mbele kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana usiku wa leo tunavunja hiyo nguvu ya laana za maneno uliotamkiwa, na hayo maneno yakashika miguu yako. Kadri unavyojitahidi kupiga hatua kwenda mbele, ndivyo yale maneno yanavyokurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unaweza ukaona ulitamkiwa neno la kawaida, lakini tangu umetamkiwa hilo neno, mtu wa Mungu, hauendelei mbele. Maisha yako hayabadiliki. Unasema mbona alitamka jepesi, alisema ya kwamba nimekulaani hautafanikiwa, nimekulaani hautamaliza shule, nimekulaani hautafika popote. Unaona yalikuwa ni maneno mepesi kwenye kinywa cha mtu wa Mungu, lakini nyuma yake yana nguvu kubwa, yanakuzuia mtu wa Mungu, yanaweka zuio, yanakuharibia maisha yako kabisa, kwa jina la Yesu Kristo. Dada Krista, naomba nisomee Mithali 18 mstari wa 21. Methali 18 mstari wa 21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mithali 18:21. Neno la Mungu linasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia laana ni maneno yanayotamkwa kwenye maisha ya mtu na yanaweka zuio. Ukisoma kwenye hii mithali, neno linasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, vipo vinywa vya watu, zipo ndimi za watu zimetamka maneno ya laana kwenye maisha yako, na tangu yametamkwa hauendelei mbele, haupigi hatua. Neno la Mungu inasema mauti na uzima. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno lolote la laana kinyume na maisha yako linaleta mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno lolote la laana lililotamkwa na mtu kwenye maisha yako limezalisha mauti. Ndio maana usiku wa leo tunavunja nguvu, mtu wa Mungu. Yanaonekana ni maneno mepesi, lakini nyuma yake yana nguvu. Iyo nguvu imeweka zuio, na Roho Mtakatifu anatuonyesha hayo maneno yametoka wapi? Kwenye vinywa. Anasema mauti na uzima. Kwa hiyo wapo watu wakikutamkia uzima, maanake nini? Wakitamka baraka, baraka inakuja kwenye maisha yako, unabarikiwa, unastawi, unaongezeka. Hiyo baraka inatoka kwenye nini? Kwenye ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wapo watu wakikutamkia laana kwenye maisha yako, laana inakupata. Ndio maana mtu wa Mungu, kwenye kipindi kilichopita nilikuambia kwa habari ya Labani. Labani alimwambia Yakobo, ninao uwezo kwenye mikono yangu ya kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alinitokea akasema usitamke neno. Kwenye nini? Kwenye kinywa. Neno la heri wala la shari. Maanake nini? Neno la uzima wala neno la mauti usitamke kabisa. Nimekuonya. Kwa sababu gani? Nimeuona moyo wako unataka kutamka neno kinyume. Na mtu wa Mungu, yeyote aliyekutamkia neno kinyume kwenye maisha yako limekupa zuio. Ndio maana haufanikiwi, ndio maana hauongezeki, ndio haustawi. haustawi. Wapo watu leo unanisikiliza, umetamkiwa neno kinyume na afya yako. Ni neno, mtu wa Mungu, limetoka kwenye kinywa. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo wewe unayepuuzia usiombe, utakula faida yake, utaona mazao yake, utaona tini lake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nilikwambia hivi, Yesu aliusogelea mtini, alitaka tini, na kile kipindi kilikuwa sio cha tini. Neno la Mungu linasema ule mtini ulikuwa umechanua, lakini hauna tini. Yesu akatamka neno kutoka kwenye kinywa, akauambia ule mtini, tangu leo na hata milele mtu asile tini kwako. Neno la Mungu linasema hivi, tangu saa ile ile mauti ikaingia kwenye ule mti. Ule mtini ulinyauka,
Na wanafunzi waliona nini? Waliona matunda ya yale maneno, neno la mauti lililotoka kwenye ulimi wa Yesu. Lilikuwa ni kama neno la kawaida, lilikuwa ni neno linaonekana tupu, lakini nyuma ya lile neno kulikuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno, mtu wa Mungu. Hii ni sauti ambayo inaweza kutamkwa kwenye ulimwengu wa roho, na hiyo sauti, mtu wa Mungu, ikazuia hatua za watu wengi, ikazuia hatua za familia yenu, ikazuia hatua za ukoo wenu, ikazuia baraka zenu, ikazuia ndoa yako, ikakufanya usipate ujauzito kabisa. Hauzai baraka, hauzai mafanikio, hauzai uchumi, hauzai watoto, hauzai afya, hauzai amani, hauzai hata kumcha Bwana, hauzai hata furaha. Vimetokana kwenye nini? Ulimi. Kuna mtu mwenye uwezo, kuna mtu mwenye nguvu, kuna mtu anajua. Ndio maana Isaya anasema, fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliona vikundi vya watu. Kuna watu mmetamkiwa maneno ya laana na vikundi vya watu, na wewe unawajibu kawaida, haupambani nayo. Tangu yalipotamkwa hayo maneno kwenye maisha yako, umewekewa zuio, hakuna kazi tena. Umewekea zuio, hakuna shule tena. Umewekea zuio, hakuna mafanikio tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi nikuulize, mtu wa Mungu, tutumie mfano huu wa mtini. Mtini akutane na rafiki yake baada ya Yesu kutamka neno, akaenda ya kwamba nini kimetokea? Mbona mwezi mmoja nyuma, ile miezi mingine iliyopita ulikuwa unazaa? Mbona nyakati za mvua ulikuwa unastawi? Mbona kipindi cha zamani ulikuwa unapata kazi? Nini kimetokea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema mtini, unasema nini? Hauna habari. Umewekewa zuio, lakini zamani ulikuwa unazaa vizuri. Nani ameweka zuio? Kuna mtu ana nguvu, kuna mtu ana uwezo. Kuna mtu ametamka neno kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mtu ametamka zuio kwenye familia yenu. Ndio maana tangu neno litamkwe, migogoro, baba na mama, mama na watoto, watoto na shangazi, wajomba na wajukuu, ni vurugu. Halafu unaziangalia, mtu wa Mungu, unaziangalia kawaida. Umewekewa zuio usimiliki. Umewekewa zuio usitawale. Ndio maana ukiangalia maisha yako au miliki chochote, unasema nakumbuka miaka 5 iliyopita nilikuwa na uwezo, kuna kitu nilipata lakini kimekufa. Unasema nakumbuka miaka 2 iliyopita nilikuwa na kazi nzuri, lakini ile kazi iliisha, sina kazi tena. Unasema nakumbuka miaka 20 iliyopita. Nini kimetokea sasa hivi? Mtini una taarifa gani? Neno limetoka kwenye kinywa. Ndio maana Mithali anasema ya kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Wao waupendao watakula matunda yake. Maanake nini? Wale wanaofanya michezo na hayo maneno. Umependa hayo maneno, mtu mpaka anajiapiza, wewe hautafanikiwa, unamchekea. Wewe hauendi popote, unamwangalia. Mtu wa Mungu, pale pale tengua. Amen. Neno lilipotoka kuna roho nyuma. Ndio maana mtu wa Mungu, wote tunajua neno. Mungu aliumba dunia kwa neno. Amen. Ndio maana Labani anamwambia Yakobo, Mungu wa baba yako alinitokea akanionya. Mtu wa Mungu, tujiulize, kwa nini Mungu alisumbuka na Labani? Ya kwamba nimeona kuna neno unataka kutamka. Kuna neno unataka kusema juu ya Yakobo. Kwa nini Mungu asilale akapumzika kwenye enzi? Lakini akamtokea Labani, na Labani akamuona, na Mungu akamuonya, na Labani akusema neno. Manake nini? Mungu achezi na hivi vitu. Anajua uwezo aliyoweka kwa mwanadamu kwenye ulimi wake. Mtu wa Mungu, ulimi wako. Kuna watu mmesababisha moto kwenye maisha yenu kwa sababu ya ulimi. Kuna watu mmeleta ghasia kubwa kwenye maisha yenu kwa sababu ya ulimi. Mmechekea hizo ndimi, zimewaingiza kwenye tanuru la moto. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunavunja hiyo nguvu ya maneno ya laana iliyoshikilia hatua zako. Amen. Kwa sababu tangu mtini utamkiwe maneno, hatua za mtini zilikufa pale pale.
Hii nguvu ya laana, mtu wa Mungu, inafanya kazi gani? Inaua. Inaua. Inakudhoofisha. Inakunyausha. Maisha yako yakinyaushwa, mtu wa Mungu, maana yake nini? Mauti imeingia. Maisha yako yakidhoofishwa, maana yake nini? Mauti imeingia. Ndio maana tunaipiga hii nguvu. Tunaipiga hii nguvu ya hayo maneno. Tunaipiga kwa nini? Kwa neno. Amen. Mungu aliloliweka kwenye kinywa chetu. Amen. Tunatamka ili hilo neno la laana litoke. Amen. Lije neno la uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtini ulitamkiwa au tazaa hata milele. Jiulize, mtini upo unahangaika. Unaona ya kwamba sioni tini. Mbona sizai? Sina marafiki. Kwa sababu gani, mtu wa Mungu? Watu walikuwa wanauendea ule mtini. Wanaangua matini. Wakipata matini, wanakaa chini ya ule mti. Wanapata kivuli. Wanakula tini. Wanausifu ule mtini. Ewe mtini mzuri sana. Ona kivuli chako kilivyo vizuri. Wanakaa na familia. Wanakaa na watu. Wanapata pumziko. Lakini tangu laana ipite, maisha ya mtini yalibadilika. Hatua za mtini zilibadilika. Hakuna mtu aliyeusogelea. Kwa sababu gani? Una mauti. Mtini umenyauka. Majani yake hamna tena. Kwa hiyo watu hawauoni ule mtini. Wakiuona wanaukimbia ule mtini. Wageni hawaendi kwa ule mtini. Kwa sababu hauna amani ule mtini. Watu wakiuona wanausonya ule mtini. Watu wakiuona wanaukimbia ule mtini. Wanakimbilia mitini mingine. Ule umenyauka. Kwa nini umenyauka? Neno. Neno, mtu wa Mungu, lilitoka kwenye ulimi wa Yesu. Neno. Na neno la Mungu linasema, na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa sana. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 3 mstari wa 17. Mwanzo 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, sikiliza na mimi, fuatana. Neno linasema akamwambia Adamu. Manake nini? Akasema. Akatoa neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Naomba tuanzie hapa kwenye laana. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mtu wa Mungu, neno linalotoka la laana linazaa uchungu kwenye maisha ya Adamu na Eva, na ule uchungu unazalishwa kwenye siku zao zote. Mtu wa Mungu, kitu gani kiliachiwa? Neno la Mungu alisemi viboko. Neno la Mungu alisemi moto. Neno la Mungu alisemi lilileta vitu vya kutisha. Neno linasema neno la laana lilitoka. Mungu alitamka neno. Mtu wa Mungu, wapo watu hapa mnachekelea, lakini kuna watu wamekutamkia ya kwamba hautakaa kupata kicheko. Maisha yako yote yatajaa uchungu. Maisha yako yote yatajaa hasara. Maisha yako yote yatajaa ukiwa. Unachekelea tu, na huyo mtu amekulaani, amefunga hatua zako, amesema siku zako zote za maisha yako. Maana yake nini? Huyu mtu anapiga hatua kuelekea wapi? Huyu mtu anatokaje? Neno la laana limetoka. Lile neno, mtu wa Mungu, lina nguvu. Mtu wa Mungu, neno linasema hivi, utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Manake nini? Huyu mtu kadri anavyopiga hatua kwa kwenda mbele, anakula mazao ya uchungu. Anazaa uchungu, anazaa simanzi, anazaa majonzi, anazaa huzuni asubuhi na mchana. Neno la Mungu limesema siku zote. Kwenye siku kuna muda, kwenye siku kuna vipindi, kwenye siku kuna sekunde, kwenye siku kuna majira. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno limetoka la laana. Ile laana ina nguvu, mtu wa Mungu. Lilikuwa ni neno. Unasikia sauti ya neno, unasikia mawimbi ya maneno, mtu wa Mungu, lakini ni maneno gani? Mabaya. Maneno yenye zuio. Unaona kuna kitu wamezuiliwa, kina Adamu na Eva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwaoni Adamu na Eva wakisema kitu dhidi ya ile laana. Unaona ile laana inawafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema mauti na uzima vimo katika uwezo wa ulimi. Mauti
Nani ametamka mauti kwenye maisha yako? Watu wamepeleka jina lako kwa waganga, wametamka mauti kwa habari ya kazi yako. Watu wamepeleka majina yako kwa waganga, wameweka kwenye madhabahu, wametamka mauti kwa habari ya miradi ulionayo. Watu wametamka mauti kwa habari ya tumbo lako la uzazi. Mtu wa Mungu, ni maneno. Neno la Mungu likaniambia ni maneno yenye nguvu melebi. Yanashika atma za watu. Zile atma zinashika hatua. Watu wamefungwa hatua zao. Ndio maana Mungu anasema kwa sikitiko, lakini watu hawa ni watu walioonewa, ni watu waliochukuliwa matekwa, ni watu wamefichwa kwenye magereza, wamefichwa kwenye mashimo, wamefichwa ndani. Hapana asemaye rudisha. Unasema rudisha kwa kitu gani? Neno. Amen. Kutoka kwenye kinywa. Amen. Mtu wa Mungu, kwenye vinywa vyetu tumebeba vitu. Ndio maana neno la Mungu linasema, nilikupeleka kwenye kipindi kilichopita, unamwona Mungu anamtokea Balaamu kwenye madhabahu. Kuna maneno kwenye madhabahu alikuwa anatakiwa kutamka dhidi ya wana wa Israeli. Ni maneno mabaya, ili watawanyike, ili wakimbie, ili wawe wachache. Mtu wa Mungu, uko mchache wapi? Eneo lako lipi lina uchache? Ni ndoa? Ni afya? Walitamkiwa yale maneno ili wakimbie, ili waondoke. Balaki anasema nataka uwatamkie maneno ya laana. Haya maneno utakayo watamkia watakimbia. Balaki alienda kwa mwanadamu anaitwa Balaamu. Ni mwanadamu kama sisi, mtu wa Mungu. Lakini neno la Mungu linasemaje? Ana uwezo, akibariki unabarikiwa, akilaani unalaaniwa. Hiyo baraka, mtu wa Mungu, nafikiri inatoka wapi? Kwenye ulimi. Usipo ufanyia kazi utakula matunda yake. Matunda gani? Mauti. Mauti utaiona. Kuna watu umetamkiwa maneno ya mauti. Kila kitu unachokifanya matokeo yake mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona laana inatamkwa. Ngoja tuende mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 3 mstari wa 14 mpaka wa 15. Mwanzo 3 mstari wa 14 mpaka wa 15. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona mtu wa Mungu, nimekupitisha kwenye hili neno ili nikuonyesha maneno yalivyo na nguvu, maneno ya laana yanavyozuia hatua za watu kwenye maisha yao. Neno la Mungu linasema hivi, Bwana Mungu akamwambia nyoka, akatamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Unaona, laana inaenda kwa nyoka kuliko wanyama wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mtu wa Mungu, laana aliyotamkiwa nyoka, aliambia utakwenda kwa tumbo. Manake nini? Ile laana inapiga nini? Hatua. Hatua za nyoka mwanzoni, manake nini? Alikuwa atembei na tumbo. Kwa hiyo laana ilipofika ilipiga hatua zake. Kwa hiyo nyoka alishika hatua. Kwa hiyo tangia laana ilipotoka, unamuona nyoka anatembelea tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu mmelaaniwa, tangu mlipolaaniwa amna speed, mnatembelea matumbo. Ndio maana mfiki, ndio maana mwendo mdogo. Nini kimesababisha? Umetamkiwa laana ya nyoka kwenye kazi yako. Umetamkiwa laana ya nyoka kwenye maisha yako. Umetamkiwa laana ya nyoka kwenye shughuli zako. Utafanikiwaje, mtu wa Mungu? Neno la Mungu linasema laana ilitoka na nyoka akalaaniwa kuliko wanyama wote, mtu wa Mungu, wa mwituni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu akaambiwa hivi, siku zote atakula mavumbi. Kwa nini, mtu wa Mungu, unachanganyikiwa na maisha yako? Haupati chakula, mtu wa Mungu, kwa wepesi. Haupati utulivu kwa wepesi. Hakuna kitu kinakujia kwa wepesi. Nini kimetokea?
Lazima tuombe, mtu wa Mungu, tuitafute laana, tutafute zuio. Nani ametamka hili zuio juu ya familia yetu? Nani ametamka zuio juu ya ukoo wetu? Kwa nini ukoo wetu haujengi? Kujenga nyumba ni masikitiko. Tukiitana ukoo wa watu sijui 100 na kitu, wenye nyumba 2. Nani amewatamkia hayo maneno? Mnatembea kwa tumbo kwenye ujenzi. Watu mmetamkiwa laana upande wa biashara. Watu mmetamkiwa laana upande wa uchumi. Kwenye familia yenu tajiri ni mmoja, kiwango alichonacho ni milioni 1. Nani amesema haya maneno? Neno la Mungu linasema Mungu ameiumba mbingu na nchi, na kila lililo jema linapatikana kwake. Fedha na dhahabu ni mali yake, lakini kwako imefichwa. Mtu wa Mungu, sio bure. Kuna mtu mwenye nguvu, kuna mtu mwenye ila, kuna mtu mwenye wivu wa uchungu dhidi ya maisha yako. Amelitamka neno. Tangu amelitamka, mnatembelea matumbo, amna mwendo, hatua zimefungwa. Ndio maana Mungu akaniambia ipo nguvu ya laana inayoshikilia hatua za watu. Mungu alipomlaani nyoka, alipiga hatua zake. Alishika miguu yake, akahakikisha nyoka atembei. Unapoona hauna mwendo, angalia laana. Kuna zuio umewekea mauti. Mtu wa Mungu, lazima usiku wa leo hatua zetu zikombolewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ngoja nikuonyeshe. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Mtu wa Mungu, tunasoma hizi habari za laana kwa nyoka tangu misingi ya dunia ilipoumbwa, tunaiona. Lakini angalia uadui uliopo kati ya mwanadamu na nyoka hadi leo. Sidhani kama huyu nyoka tunayekutana naye ndio yule aliyelaaniwa kule. Lakini kitu gani kimemgusa? Ile laana. Huyu nyoka anaweza akasema kila nikimwona mwanadamu ananiwinda, na mwanadamu kila akimwona nyoka, wote wawili tunakutana kama tumechanganyikiwa. Kitu gani kinawachanganya? Laana. Laana inachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyoka akikuona anawinda kisigino, na wewe ukimwona unamuwinda kichwa chake. Kisigino ni nini, mtu wa Mungu? Hatua. Hatua. Nyoka hana hatua kwa ajili ya mwanadamu, na mwanadamu hana hatua kwa ajili ya nyoka. Kwa hiyo wote tukionana tunataka kupigana. Tangu ile laana ilipotamkwa kwenye kinywa, mtu wa Mungu, kwenye ulimi, mtu wa Mungu, unaiona ile mauti hadi leo. Hadi leo mwanadamu na nyoka ni maadui. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, nisikilize kwa makini. Usikose kwenye kongamano la maombi. Amen. Hivi vitu ndivyo tutakavyokutana na kuomba. Amen. Tutaziweka siri za Mungu alizotupa mbele ya meza yako. Amen. Alafu tutapanda hizi laana. Amen. Tutavunja hizi laana. Amen. Tutakomboa hatua zetu. Amen. Neno la Mungu linasema haya ni maneno yaliyotamkwa. Uzima na mauti upo kwenye kinywa. Ni mtu anatamka. Mtu anatamka. Ndio maana mtu wa Mungu, unaona kuna vita kwenye maombi. Ukiambiwa uombe unalala. Ukiambiwa uombe unanung'unika. Ukiambiwa uombe unalalamika. Mtu wa Mungu, usipoomba vitu havitokei. Uzima upo kwenye kinywa. Amen. Uzima upo kwenye ulimi. Amen. Tutatamka uzima kwa damu ya Yesu ili laana iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema unafunguliwa usiku wa leo. Amen. Nasema unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Dada Kristo, naomba nisomee Isaya 24 mstari wa 6. Isaya 24 mstari wa 6. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, sikiliza Isaya anachosema. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Hiyo ni nguvu ya nini? Ya laana. Laana imeila dunia. Sasa mtu wa Mungu, haya ni maneno yalipotamkwa yamefanya kazi duniani mpaka leo. Na laana, mtu wa Mungu, imeleta mauti. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, wameteketea. Kwa nini? Laana ilipokuja imeteketeza mifumo, imeteketeza hatua za watu, imeteketeza mifugo ya watu, imeteketeza madhabahu za watu, imeteketeza nchi za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema ndio sababu laana imeila dunia hii. Laana iliyotamkwa kwenye nyumba yenu, laana iliyotamkwa kwenye ardhi yenu, laana iliyotamkwa kwenye mashamba yenu. Mtu wa Mungu, zipo ardhi zilizolaaniwa. Tangu zilipolaaniwa hazizai chochote.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, waliosalia wakawa wachache tu. Unaona uchache kwenye eneo gani? Tafuta laana. Kuna zuio limewakataza msizae na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Limekutoa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ngoja nikusomea habari moja hapa tukaombe. Dada Krista, naomba nisomee Yoshua 6 mstari wa 20 mpaka 21. Yoshua 6 mstari wa 20 mpaka wa 21. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, au watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendelea kukabili mbele, wakautwaa huo mji. Basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji, wanaume na wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe na kondoo na punda, kwa makali ya upanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hii mistari inaelezea kipindi cha kina Joshua wakiwa wanaingia Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakauzunguka ule ukuta wa Yeriko, ule ukuta ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 24 na 26. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Yoshua 6 mstari wa 24 mpaka wa 26. Kisha wakauteketeza mji kwa moto na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake, bali fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na vya chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Lakini Yoshua akamhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, naye akakaa kati ya Israeli hata leo, kwa sababu aliwaficha wale wajumbe aliowatuma Yoshua ili kuupeleleza mji wa Yeriko. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nilikuonyesha juu namna ambavyo wana wa Israeli waliangusha ule ukuta wa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu akina Joshua na lile kundi wakaingia Yeriko, wakapata vile vitu. Lakini nataka nikupeleke kwenye mstari wa 26. Kuna kitu, mtu wa Mungu, nataka nikuonyeshe. Soma na mimi. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, baada ya ule ukuta kuanguka, baada ya Joshua na wale watu kuchukua vitu walivyovitaka, lakini kuna maneno Joshua anayatamka baada ya kuangusha ule ukuta. Anatamka laana. Manake nini? Ataki kuja kuona mtu akiujenga ule ukuta. Anasema mtu atakapoujenga huu ukuta tena atafiliwa na mzaliwa wa kwanza, na mtu atakapojenga malango yake atafiliwa na mzaliwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema miaka, mtu wa Mungu, ikapita, wakaja watu ambao hawajui kilichotokea, hawakuwepo laana ilipotamkwa. Mtu wa Mungu, yale maneno Joshua aliyazungumza kwenye kinywa, lakini ana uwezo kwenye mikono yake. Ana uwezo wa kutamka neno la uzima, uzima ukawa. Ana uwezo wa kutamka mauti, mauti ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Naomba nisomee kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Katika siku zake Ieli Mbetheri akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatokea Yeri, mtu wa Mungu, akaupenda ule mji, mtu wa Mungu, akaamua kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeri alipokuwa anajenga ule ukuta, mtoto wake wa kwanza akafa. Akachukulia labda kawaida, labda ni kifo kimetokea tu. Yeri anaweka nini, mtu wa Mungu? Geti. Anafiliwa na mzaliwa mdogo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nimekwambia laana
ya maneno imebeba mauti. Ona kitu ambacho Yeli anaingizwa kwenye gharama. Mtu wa Mungu, unafika kwenye eneo ujui aliyekuwa anatawala ni nani. Unajenga lile eneo. Tangu ulipojenga, laana imeshika hatua zako. Ulitoka kwenye nyumba yako, una kazi, ukaingia kwenye mji mwingine na kazi yako. Ulipofika uweke makazi, kazi hakuna. Mzaliwa wa kwanza kafa, mzaliwa wa mwisho kafa. Nini kipo, mtu wa Mungu? Laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema Yeli anafiliwa na mzaliwa wa kwanza, Yeli anafiliwa na mzaliwa wa mwisho. Nini kipo kwenye yale maneno? Nguvu ya laana. Nguvu ya laana, mtu wa Mungu, ilibaki. Lile neno kina Joshua lilitamka, ule ukuta, mtu wa Mungu, uliondoka. Mahali pale palirudi kama hakuna kitu kilichojengwa, lakini nguvu ile ya maneno ilibaki. Yale maneno yalibaki kwenye ardhi. Yale maneno yalikuwa hai, yalisubiria. Vipindi vilipita, wakasubiria, miaka ikapita. Kuna mtu akaja akapenda lile eneo, akasema najenga hapa, najenga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, naomba nisome hilo andiko, Biblia habari njema. Kuna kitu nikuonyeshe. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34, Biblia ya habari njema. Wakati wa utawala wake, Yeli kutoka Betheli aliujenga upya mji wa Yeriko, na sawa kabisa na neno la Mwenyezi Mungu alilonena kwa njia ya Yoshua mwana wa Nuni. Yeli alifiwa na mzaliwa wake wa kwanza Abiramu wakati wa kuiweka misingi ya Yeriko. Akafiwa pia na mwanawe mdogo Segubu wakati wa kuyaweka malango yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kwenye Biblia habari njema ameielezea zaidi vizuri. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona Yeli anatoka Betheli, anakuja kwenye ule mji wa Yeriko. Joshua alipita miaka kadhaa nyuma, akatamka neno, mtu wa Mungu, neno la laana, mtu wa Mungu. Lakini nataka uone namna lilivyo na nguvu. Lile neno lilibaki kwenye ardhi. Lile neno lilisikika kwenye ardhi, ya kwamba yeyote atakayejenga mahali hapa afiliwe na mzaliwa wa kwanza. Yeyote atakayeweka malango kwenye eneo hili afiliwe na mzaliwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeli anafika pale, ana habari kwamba lile eneo kuna maneno ya laana, kuna nguvu chini ya ile ardhi, ajui. Yeli anapapenda, mtu wa Mungu, anaanza kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiwa anajenga ule ukuta, neno la Mungu linasema yale maneno aliyosema Joshua yanatokea. Mtoto wake wa kwanza anaondoka. Akiwa anaweka malango kwenye lile eneo, mtu wa Mungu, Yeli anazika mtoto wake wa mwisho. Nini kimetokea kwenye eneo alilokuwepo? Nguvu ya laana, mtu wa Mungu. Maneno yaliyotamkwa kwenye kinywa cha Joshua yanabaki pale. Mtu wa Mungu, leo hii unapitia changamoto nyingi kwenye maisha yako, ujui kuna maneno ya laana yalitamkwa nyuma. Unasikia habari, tulitamkiwa kina bibi, walitamkiwa kina babu, walitamkiwa kina shangazi, na wewe uliposikia unasema hizo ni zama za kale, hayanipati mimi. Mtu wa Mungu, laana ina nguvu. Ndio maana tunavunja haya maneno kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana mtu wa Mungu, juu nilikuonyesha habari za mtini, neno lilitamkwa. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, uzima na mauti upo kwenye uwezo wa ulimi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno la uzima na neno la mauti vipo kwenye uwezo wako wa ulimi. Yeyote atakaye kutamkia neno la laana, mtu wa Mungu, laana inakupata. Hata kama ikupati wewe, laana inabaki, mtu wa Mungu. Inakuja kumla mtu wa kwako wa karibu, itakuja kula uzao wako, itakuja kula wajukuu wako kama hautaishughulikia. Ndio maana leo na kuonyesha nguvu ya laana, mtu wa Mungu. Yale maneno yana nguvu. Kinywa chako, mtu wa Mungu, kina maneno mawili Mungu alichokiweka, kuna uzima na kuna mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimekuonyesha dunia ilijengwa kwa neno mpaka inatimia. Mungu, unaona, alitamka iwe ikawa, iwe ikawa, iwe ikawa. Ndio maana mtu wa Mungu, chochote unachokiona kwenye maisha yako, watu wengine wamejitamkia, nataka baada ya miaka fulani hiki nitakifanya, hiki nitakifanya, hiki nitakifanya. Unaona baada ya muda unavifanya. Nini kinatokea? Nguvu ya maneno.
Ukijitamkia baraka, baraka inakuwa. Ukijitamkia laana, laana inakuwa. Watu wakikutamkia baraka, baraka inakuwa. Watu wakikutamkia laana, laana inakuwa. Ndio maana mtu wa Mungu, wazazi wana uwezo wa kutamka maneno tukabarikiwa. Wazazi wana uwezo wa kutamka laana tukalaaniwa. Na wapo watu wenye nguvu, kuna makuhani, kuna watumishi wa Mungu, kuna watu wana uwezo, kuna watu wanajua ya kwamba nikitamka inakuwa. Watu wamekutamkia sumu kwenye maisha yako. Watu wamekutamkia mabaya kwenye maisha yako. Watu wamekutamkia ufukara kwenye maisha yako. Unashangaa mtu wa Mungu unafukarika, uelewi kuna tatizo gani? Maneno yana nguvu, yana roho nyuma, yamekuwekea zuio. Neno la Mungu linaniambia mtu wa Mungu, tangu siku Yesu anautamkia ule mtini unanyauka. Ni nini? Yalikuwa maneno. Yesu aliuangalia, alafu akasema, tangu leo wewe mtini, watu wasile tini na hata milele. Mtini umetamkiwa kifungo cha milele. Mtini umeingia kwenye changamoto ya milele. Baada ya pale, unaona mtini unapita kwenye miaka au natini au ustawi. Mvua zinanyesha watu wanaweka mbolea hakuna kitu. Kitu gani kimeua? Nguvu ya maneno, nguvu ya laana. Mtu wa Mungu, mtini ukikuelezea historia ya mafanikio yake ni iliyopita. Yani mwaka jana tulizaa sana. Watu wengi walikuwa wanatupenda. Watoto walikuwa wanakuja hapa, walikuwa wanakula matini. Tena tulivyokuwa tunabarikiwa, hadi kuna wakati upepo ukivuma, mitini inaanguka chini. Watu wananiokota. Tena nilivyokuwa na baraka, nazaa watoto wadogo wadogo. Mti nilikuwa mkubwa, nilikuwa naenea, nilikuwa naongezeka. Lakini sasa nimenyauka. Mtini umefubaa. Mtini hauna hali nzuri. Mtini hauangaliki. Mtini umekuwa kama usiopakwa na mafuta. Kuna miti ukiangalia, mtu wa Mungu, kama haijawekewa mbolea, kama ipakwi mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama inatoka unga. Nini kimetokea? Neno la laana. Nguvu ya neno, mtu wa Mungu. Nguvu ya maneno ya laana uliotamkiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile laana ilitamkwa hata milele. Kuna mtu wa Mungu unanisikiliza leo, umetamkiwa laana kwenye maisha yako, na hiyo laana hata milele. Leo unaangalia miaka yako, unahesabu, ndio mwaka wa 30, mwaka wa 40 na uona, mwaka wa 50 na uona, mwaka wa 60 na uona. Unakaribia ile miaka ambayo Mungu ndo alitutamkia ya kwamba miaka 70 tukipata neema, 75, 80. Mtu wa Mungu, kama hautavunja hiyo laana leo, hautakaa uone kicheko, hautakaa uone furaha, hautakaa uone wema wa Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu alimlaani nyoka kipindi kile, mtu wa Mungu. Adam na Eva mpaka leo hatuwaoni, lakini mpaka leo tunatubia ile laana. Kile kifungo aliambiwa utazaa kwa uchungu, utakula kwa jasho. Angalia unakula kwa nini, mtu wa Mungu? Laana, nguvu. Ili upone, mtu wa Mungu, ili tupone, ni lazima tuivunje ile nguvu. Ni lazima tuikate ile nguvu. Ni lazima tuhakikishe tunafunguliwa, mtu wa Mungu. Ngoja nikupeleke kwenye neno la mwisho tukaombe. Dada Krista, naomba nisomewa Galatia 3 mstari wa 13. Wagalatia 3 mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ili Yesu Kristo atutoe kwenye laana, ilikuwa ni yeye afanyike laana. Ili aivunje ile laana iliyotushikilia, ilikuwa ni yeye afanyike laana. Kwa sababu yeye alivyofanyika laana, ndio ile laana ilivunjwa. Na yeye Yesu, ili aivunje laana, ilikuwa lazima afe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekwambia, laana yoyote unayotamkiwa kwenye maisha yako, lengo ni kukuletea mauti. Ndio maana neno la Mungu linasema uzima na mauti, uzima na mauti. Kwa hiyo unapotamkiwa kinyume na uzima, manake nini? Umetamkiwa mauti. Unapotamkiwa kinyume na baraka, manake nini? Umetamkiwa laana. Mtu wa Mungu, kama hautaivunja hiyo laana, hautaona mafanikio, hautaona ndoa, hautaona wanao wakikua, hautaona wajukuu zako, hautaona unapona. Kuna wengine mmetamkiwa laana za magonjwa, mnarithi hayo magonjwa. Wewe unafikiria ni nini, mtu wa Mungu? Ni nini? Neno la Mungu linasema hivi, nyoka alilaaniwa, ukatangaza uadui kati yake na mwanadamu. Angalia uadui hadi leo.
Sasa nyinyi mmelaaniwa mfe na kisukari, mmelaaniwa mfe na kansa, mmelaaniwa mfe na aibu, mmelaaniwa mkamate na ugoni, mmelaaniwa mkamate kwenye uzinzi, umelaaniwa, umetamkiwa maneno utaanguka kwenye pombe, umelaaniwa ya kwamba utakufa kichaa, umelaaniwa ya kwamba usome utakavyosoma lakini hautapata kazi nzuri, umelaaniwa utakaa majalalani. Unashangaa kila ukiota ndoto uko majalalani, unakimbizwa na majoka, unakimbizwa na wanyama, unatembea hujavaa nguo, unatembea uchi. Mtu wa Mungu hauelewi. Mungu anakuambia umelaaniwa mwanangu, wamekuvua nguo, wamekutoa kwenye nafasi, wametamka maneno lakini hauwezi kutafsiri ndoto, hauelewi. Mtu wa Mungu umelaaniwa usifanikiwe. Una miaka 35, umemaliza chuo, mtu wa Mungu, una shahada zote, lakini kila ukiota ndoto uko darasa la pili, uko primary. Nini kimetokea? Laana. Lazima usiku wa leo tuivunje. Neno la Mungu inasema Yesu Kristo akafanyika laana ili aivunje laana tulionayo. Mtu wa Mungu, paza sauti yako ya shukrani mbele za Bwana tukaombe. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako, asante tunalibariki jina lako, asante kwa kusema nasi na kwa ajili ya maarifa haya ambayo umeachilia kwetu usiku wa leo. Baba, tunasema asante kwa kutupenda, maana wewe umetupenda upeo, hata umekusudia ndani ya mwaka huu tumiliki na kutawala, ndani ya mwezi huu tunakuta kila nguvu. Sema Bwana Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu juu yangu, juu ya maisha yangu, nanyunyiza damu ya Yesu juu yangu, juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ifute kila laana niliyobebeshwa kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hatua zangu, kwenye hatua zangu, kwenye hatua zangu, kwa damu ya Yesu ninakomboa maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, kwa damu ya Yesu ninafuta kila maneno ya laana niliyotamkiwa au niliyojitamkia kwenye maisha yangu, maneno ya laana yaliyoshika atma ya maisha yangu na yanazuia hatua zangu. Usiku wa leo ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila maneno ya laana niliyotamkiwa na yameleta uharibifu kwenye maisha yangu, na yafuta sasa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na nyunyiza damu ya Yesu ile ya agano kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Ninafuta kila maneno niliyotamkiwa na watu ninaowajua, nisiowajua kwenye maisha yangu. Ninafuta kila maneno ya laana niliyotamkiwa na makuhani, niliyotamkiwa na watumishi wa Mungu, niliyotamkiwa juu ya madhabahu, maneno yote ya makufuru, ya aibu, ya mauti, kila zuio nililowekea kutokana na maneno ya laana, ninayafuta leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninayafuta maneno yote ya laana niliyotamkiwa na watu wenye uwezo, wakitamka inakuwa. Usiku wa leo kwa damu ya Yesu na inyunyiza hiyo damu juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu. Damu ya Yesu pita sasa, pita sasa. Ninafuta hizo laana zilizojiandika kwenye ardhi yangu, zilizoshika hatua zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila zuio nililowekewa na maneno ya laana kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nena mbele za Mungu, futa maneno ya laana juu ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, maana neno lako linasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Nami Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, ninafuta kila maneno ya laana niliyonenewa, ninafuta kila maneno ya laana niliyotamkiwa, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu kila nguvu ya maneno ya laana niliyonenewa, kila nguvu ya laana ya maneno niliyotamkiwa, nayo imeshika hatua zangu, nayo imezuia hatua zangu kusonga mbele. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninafuta hayo maneno, kwa damu ya Yesu ninafuta hayo maneno, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 ninafuta
ninafuta hayo maneno yaliyotamkwa kwenye majira na nyakati ili yafunge hatua zangu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafuta sawa sawa na neno. Kristo Yesu alifuta laana kwenye maisha yangu, alinikomboa, nami natamka nimekombolewa kwa damu ya Yesu, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hatua zangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hatua zangu, kwenye hatua za kumiliki, kwenye hatua za kutawala. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu. Ninafuta kila maneno mabaya, maneno ya mauti iliyonenewa kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninatamka haya maneno hayatasimama, hayatafanikiwa kwa damu ya Yesu. Sawa sawa na Isaya alivyosema, wamefanya shauri kwa ajili yangu, lakini hilo neno litabatilika. Nami kwa damu ya Yesu ninabatilisha kila nguvu ya maneno, kila nguvu ya maneno ilizotamkiwa kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, nabatilisha kwenye ulimwengu wa roho. Ninafuta jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Neno lako linasema kutoka kwenye Mithali 18:21, uzima na mauti vipo kwenye uwezo wa ulimi. Uzima na mauti vipo kwenye ulimi wangu. Usiku wa leo nasogea mbele zako kwa neno la leo. Ninavunja kila laana iliyofunga hatua zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakataa matunda ya mauti kwenye miguu yangu. Nakataa kila hasara kwenye miguu yangu, kila laana iliyofunga hatua zangu, ili nisiende mbele, ili nisiongezeke, ili nisistawi, ili nisibarikiwe, ili nisione mema. Ninavunja kila nguvu ya laana iliyotamkwa kwenye maisha yangu. Vunjika sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja kila nguvu ya laana iliyoshika hatua yangu. Ninavunja kwa damu ya Yesu, kila nguvu ya laana iliyoshika maisha yangu na ikaleta mauti. Navunja sasa, navunja mauti, navunja hasara, navunja magonjwa, navunja uonevu, navunja nuksi, navunja hasara, navunja mauti kwa jina la Yesu. Vunjika sasa kila nguvu ya laana iliyoshika hatima yangu, kila nguvu ya laana iliyoshikilia miguu yangu. Vunjika kila laana iliyotengeneza kamba ikafunga hatua zangu katika kwenye miguu yangu, katika kwenye miguu yangu. Achia miguu yangu, achia hatua zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila laana ya maneno iliyotamkwa kwenye hatima yangu, kila laana ya maneno iliyotamkwa maisha yangu, ikashika miguu yangu katika kwa katika sasa. Haya, mtu wa Mungu, vunja hiyo laana. Baba, katika jina la Yesu, kila laana iliyoleta mauti kwenye hatua zangu kwa jina la Yesu, toka laana. Ninafuta hiyo laana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka mauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila laana iliyozaa uharibifu, iliyozaa hasara, iliyozaa mapooza kwenye maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila nguvu iliyobebwa na laana za maneno kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta. Achia tu zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe pepo
pepo unayefuatilia hayo maneno, uliyekaa kwenye nyakati, uliyekaa kwenye majira, unatimiza yale maneno yaliyonenwa kinyume na maisha yangu. Toka kwa jina la Yesu. Toka pepo kwa jina la Yesu. Toka, achia hatua zangu. Kila pepo, kila majini, kila nguvu za giza unaofuatilia hayo maneno, hayo ya laana ili kuyatimiza kwenye maisha yangu. Toka sasa hivi. Kila pepo, kila majini, kila maroani, kila mauti, kila kuzimu, kila majini, kila makata, kila subiani naofuatilia hayo maneno ili kuyatimiza kwenye maisha yangu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka mapepo, toka majini, toka nguvu za giza, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kila msimamizi wa mapepo unayosimamia hayo maneno yatimie kwenye maisha yangu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina Baba, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema Yoshua alitamka maneno lakini aliondoka, lakini yale maneno yalikuja kutimia. Kila wasimamizi wanaokaa kwenye malango kutimiza maneno ya laana niliyonenewa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka pepo, toka pepo, toka mizimu, toka mizimu, toka kwa giza, toka sasa hivi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia kwa jina la Yesu. Achia hatua zangu, achia maisha yangu, toka kwa jina la Yesu. Toka pepo, toka pepo, toka pepo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Maana umenifungua. Bwana Yesu. Asante. Maana nguvu ya maneno ya laana yaliyoshikilia hatua zangu yametoka sasa hivi na niko huru kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Sema Bwana Yesu. Usiku wa leo ninaleta sadaka yangu kwenye mikono yako. Ninaomba uipokee, uitakabali. Kwa sadaka hii ninaomba hatua zangu zifunguliwe. Hatima yangu ya maisha yangu ifunguliwe kwa jina la Yesu. Amen. Nyamaza nikuombe. Baba, ninakushukuru. Asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua mbele za uso wako. Ninaomba uzipokee. Ninaomba uzitakabali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka basi fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninatubu dhambi zangu mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakupokea wewe Bwana Yesu moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani na kazi zake. Najitoa mbele zako. Uwe Mungu wangu. Nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hadi nitakapokufa kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, utatuandikia jina lako kwenye namba 0655108869. 0655108869. Mtu wa Mungu, utakapotuandikia jina lako na tutalipokea na tutaendelea kukuombea na tutakuelekeza namna nzuri ya kuukulia wokovu wako. Lakini pia mtu wa Mungu, kwa namba hizo ninakuomba utatupigia simu na ili uweze kuhudhuria kongamano letu la maombi. Tulitangaza mwanzoni, kama ukusikia ninakukumbusha tena, tarehe 28 ya mwezi wetu wa pili huu mwaka 2026. Mtu wa Mungu, itakuwa ni siku ya Jumamosi. Tutakuwa na kongamano la maombi. Njoo tuombe mtu wa Mungu. Kongamano letu litafanyika pale Mbezi Garden Hotel, iko Mbezi Beach Makonde. Mtu wa Mungu, kongamano letu litakuwa ni Jumamosi ya tarehe 28 ya mwezi huu wa pili pale Mbezi Garden Hotel, iko Mbezi Beach Makonde. Tutatoa maelekezo mtu wa Mungu, na kongamano linaanzia saa 7 kamili mchana mpaka saa 12 jioni. Mtumishi wa Mungu Victor Kakoma atakuwepo kwa ajili ya kutuhudumia. Mtu wa Mungu, tutamwabudu Mungu kwa namna ya ajabu sana. Tutakaa kwenye uwepo wake. Mtu wa Mungu, tutaomba, tutavunja laana, tutaharibu misingi mibaya, tutaipiga roho ya udanganyifu. Yani mtu wa Mungu, tutakaa kwenye maombi, tutaona badiliko kuu na la kudumu. Ninaomba usikose. Mtaarifu na mwenzako utakapopata tangazo hili. Njoo na rafiki yako, njoo na ndugu yako, usije peke yako.
Njoo na familia yako, mtu wa Mungu. Lakini pia kama una ndugu yako yote anaumwa, hawezi kutembea, beba nguo yake, beba picha yake, tutaomba mpaka vinakuwa. Lakini pia kwa maelezo zaidi utatupigia simu kwenye hizi namba 0716052202 au 0655188869. Utapata maelekezo zaidi. Tutaendelea kutuma matangazo kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Kama haupo, utupigie simu ili tukuelekeze. Mungu akubariki sana na tutafurahi kukuona. Amen.